Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Khairia Online TV popote ulipo, endelea kuwa nasi kwa kugusa alama ya neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa tayari. Nimepata nafasi na bahati ya kukutana na Shekhi wa mkoa wa Kilimanjaro, Sheikh Mlewa Shaban, na tuna mengi mazuri ambayo tunataka kushare na wewe mtazamaji wetu uweze kufahamu kwa uchache historia yake. Lakini mpaka leo tunamuita ni Shekhi wa mkoa wa Kilimanjaro, basi tunafahamu ni mtu ambaye amezaliwa na amelelewa na tukampata leo hii. Nyuma ya kamera ni Abubakar Athmani Tandiko, wako Hassan Makanya, andamana nami mwanzo mpaka mwisho. Bila kusahau tunapewa nguvu na Kachenje Training Institute, chuo cha kilimo na mifugo ambacho kipo wilayani Same mkoani Kilimanjaro, na usajili tayari umeshaanza, lakini pia mwezi wa 9 tutafungua rasmi. Tunaomba maombi yote yatumwe kwa namba ambazo zinapita hapo chini. Sheikh Mlewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hongera na pole na majukumu ya kuongoza mkoa wa Kilimanjaro. Asante, nashukuru sana. Kwa haraka kabla tujaanza deeply kwenye maswali yetu, una muda gani tangia umepata nafasi ya kuwa Sheikh wa mkoa wa Kilimanjaro? Mkoa wa Kilimanjaro kwa sasa nina takriban mwaka wa 4. Mwaka wa 4 tangia uwe Sheikh wa mkoa wa Kilimanjaro. Nimekuwa Sheikh wa mkoa wa Kilimanjaro. Sasa hivi tunaangazia kuelekea katika hauli ya mzee wetu Sheikh Shaban. Mzee wetu Sheikh Shabani ndio katika tunapomzungumzia Sheikh Mlewa, basi historia inarudi kwake kwa malezi yake mazuri yaliyotukuka mpaka tumekupata. Hebu historia yako kwa ufupi, kuzaliwa kwako, malezi yako, elimu, ili watu wanotufuatilia kwanza wapate faida kwa hilo. Asante. Mimi bwana namshukuru Mwenyezi Mungu. Nimezaliwa kijiji hiki cha Amboni, mafuriko. Na wakati huo ilikuwa kabla ya mji huu kuwa ni mji mkubwa. Kulikuwa na sehemu huko chini huko inaitwa kwa Jumbe Hanju. Sawa. Kijiji cha Ng'ambo, inaitwa Ng'ambo. Ndiko mahali tulikozaliwa, baada ya ule mto Zigi kwa nyuma kwa. Ambako mpaka leo maziara yetu na sehemu za kuzikiana ndiko kule. Lakini nikawa nimekulia hapa. Nikaanza kusoma kwa baba yangu ambaye ni marehemu Sheikh Shabani. Yeye ndio katika wanafunzi ambao niseme na wale wa kwanza kwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Sawa. Lakini yeye alianza kusoma hapa kijiji fulani kinaitwa Mleni. Alianza kusoma kwa shemeji yake ambaye alikuwa akiitwa Sheikh Muhammad bin Ali. Yeye ni shemeji yake kwa maana alimwozesha dada yake. Kwa alianza kusoma, ni Sheikh mmoja Mgunya. Na kwa kipindi cha nyuma alikaa sana pale Anisa. Hapa barabara ya ndo alikuwa Sheikh pale ya Masjid ya Anisa hapa Tanga. Lakini wakati huo alikuwa akiishi Mlene. Kwa hiyo katika kusoma kule kwa muda, Sheikh alimchukua akampeleka mzee kwa Sheikh Nyenga. Sheikh Nyenga wakati huo ni Sheikh Nyenga kweli mtupie. Akasoma kwa muda kidogo pale. Baada ya muda Sheikh mwenyewe Sheikh Muhammad Ali akamchukua akaenda kumkabidhi kwa Sheikh Muhammad Ayub. Wakati huo Sheikh Muhammad Ayub ndo ameanza sasa hata tamta ijawa kama vile ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo akasoma pale kwa kipindi kirefu. Na yeye hakubahatika kutoka nje ya Tanga. Alirudi hapa akasomesha, na sisi ndo tulikuwa wanafunzi wake, na wanafunzi wengi ambao sasa hivi ni wazee, watu wazima, wengine na shughuli zao. Na baadhi yao ni imamu wa msikiti wetu huu hapa, na mmoja katika wanafunzi wake. Kwa hiyo hapa ndipo kijini nilipokuwa nilipoanzia kupata ilmu. Baadaye nikawa tamta. Baada ya muda tena nikatolewa kwenda kusomesha Kilimanjaro. Kwa Kilimanjaro nimefika mwaka 96 mwanzoni kabisa. Kwa nimekaa Kilimanjaro pale. Baada ya pale tena nikasafiri kuelekea Zanzibar.
kwenda kusoma. Kasoma pale kwa muda wa mwaka mmoja. Nikarudi. Alafu kawa na kozi fulani zinatolewa pale Libya, kwenye balozi wa Libya. Balozi wa Libya? Balozi wa Libya Dar es Salaam. Okay. Ikawa na sio balozi, kama kituo cha utamaduni watu wa Libya. Okay. Kwa nikawa pale nasoma pale kwa mwaka mmoja, kupata na shahada zetu. Katoka ndo nikaenda Mombasa miaka 4. Kasoma kule miaka 4, lakini zote nikifanya kwa ridhaa ya chuo changu pale nilipotoka. Tamtam. Na muda huo sasa wakuwa nazungazunga na Sheikh alikuwa ameshafariki. Sheikh Muhammad Ayub. Sasa aliyenipa idhini sasa mara ya mwisho anaenda Kenya marehemu Sheikh Abdallah bin Sheikh Ayub. Okay. Na alhamdulillah alikuwa ni rafiki yangu sana, mpenzi wangu Sheikh Abdallah bin Sheikh Ayub. Kwa hiyo ndio safari yangu. Na nimekuwa Kilimanjaro kwa kipindi cha kutoka mwaka huo 1996 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwenye kipindi ambacho upo Kilimanjaro ndio wakati huo pia ulikuwa unapata nafasi ya kwenda Zanzibar, Mombasa? Natoka pale kwa makubaliano maalum. Okay. Na wale ambao ndio wanaokusimamia. Kwenda kule Zanzibar nakaa mwaka mmoja. Lakini huwa nafanya kuja kipindi kidogo afu na kurudi. Sasa alipokuwa Dar es Salaam pia kwenda wakati mwingine nakuja kidogo na kurudi. Kupata nafasi ya kwenda Mombasa ilikuwa kila wiki. Siku ya Jumatano natoka usiku kule na kuwepo Kilimanjaro. Ijumaa usiku napanda mabasi ya nani anaitwa Taufiki. Miaka hiyo narudi zangu darasani. Okay. Kwa hiyo hivyo mwisho wa siku nikaamua kujiingiza kwenye biashara ili niwezeshe kuishi kule vizuri. Kama nachukua nguo naleta Arusha nakopesha, Ijumaa narudi zangu darasani. Kwa nimeishi katika mazingira hayo mpaka, lakini wakati niko pale Libya kituo cha utamaduni pale wa Libya nilikuwa pia napata darasa kwa Sheikh Kilemile. Sawa. Nakumbuka Sheikh Kilemile alikuwa ananisomesha, na miongoni mwa vitabu kama kitabu cha nahwu inaitwa Qatrun Nada nimesoma kwake. Okay. Alikuwa anasoma kwake na baadhi ya vitabu vingine huku nikiendelea katika hicho kipindi cha mwaka mmoja. Kwa hiyo ndio historia yangu kwa ufupi. Na baada ya kurudi sasa nikapata fursa ya kupewa ushehe wa kata. Okay. Kilimanjaro. Kawa shekhe wa kata, na alhamdulillah na imani kama nilitendea haki. Nifanya vizuri kwa sababu baada ya muda tena nikateuliwa kuwa naibu shekhe wa wilaya ya Hai. Wilaya Hai pale Kilimanjaro. Nikadumu kwa muda huo. Ilipoanzishwa wilaya Siha nikatakiwa kama nikagombee Siha. Nikagombea Siha, ilikuwa na watu kama 4 tuligombea pale. Mimi nikapata kura zote, wenzangu wakapata 2, 1, sawa. Kwa nikawa shekhe wa wilaya kwa kipindi kirefu. Baadaye tena yakatokea mambo mbalimbali, unajua kwenye BAKWATA hii kuna mambo mengi. Sawa. Kutokea fitina fulani baada ya kuwa nimeanza harakati za kudai eneo ambalo na baadhi ya viongozi waliliuza sawa. Basi fitina ikanipata pale, nikaondolewa kwenye nafasi ya ushehe kwenye kuipambania haki ya wananchi wako. Basi nikarudi kwa sababu na mimi ni mtu najishughulisha, nikaendelea na harakati za shule yangu. Na shule pale inaitwa Al-Hijra Islamic English Medium Pre and Primary School. Okay. Ambayo niko pale Kia. Nikasimamia shule yangu na kuendelea na harakati zangu mpaka alipopata nafasi Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali hafidhahullah wa raa. Sheikh Abubakar ni mtu wangu wa karibu na ni shekhe wangu, ni rafiki yangu kwa kipindi hata kabla hajawa mufti. Kwa hiyo naye kwa sababu alikuwa anazijua harakati zangu akasema hapana, tunamteua kwenye ujumbe wa halmashauri kuu BAKWATA mkoa. BAKWATA taifa. Okay. Sawa. Akateuliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu BAKWATA taifa, nafasi ambayo mpaka leo ninayo. Sawa. Baada ya hapo akaniteua tena kuwa naibu shekhe wa mkoa wa Kilimanjaro. Okay. Na baadaye nikawa shekhe wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo hii ndio safari yangu. Lakini hapa kwetu ndio kijiji nilipozaliwa. Nasema alamatul imani hubbul watan. Kwa hiyo mimi hapa ndio kwetu. Na kila wakati nakuja hapa, nakuja kwa mwaka
mara nyingi lakini kwenye matukio makubwa ni mara mbili. Tukio hili ambalo la hauli ya shekhe wangu na mzee baba yangu na tukio la pili hapa kwenye kijiji hichi na kuja kwa maulidi makubwa ambayo yanafanyika hapa kwa muda siku 4. Sawa sawa. Siku 4 au siku 3 Sawa sawa. Kwa hiyo matukio mawili yanaleta kwenye kijiji hichi. Lakini wakati mwingine mambo ya kawaida ya familia, misiba, harusi na nini. Na tukio lingine linaloleta Tanga sasa kwa jumla tukio la hadhara ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu Tamtadei na hauli yake na hadhara mbalimbali za taasisi mbalimbali waliislamu huwa nahudhuria, Shamsul Maarifi nahudhuria, Zaharau pia huwa ananialika nahudhuria, Rashadi mwaka jana ulikuwepo. Sahihi kabisa. Kwa hiyo hayo matukio ya kwetu ni kuonyesha hiyo alama tuliimani. Kwa hiyo niko namna hiyo. Sheikh wa mkoa umetupa dira nzuri na taswira nzuri katika hii historia yako kwa ufupi. Ndio. Lakini tuangazie kitu kimoja muhimu. Mzee wetu mzee Shabani wakati anakupeleka yeye ndio alikupeleka Tamta au alikuwa shafariki ukaenda kwa kupeleka na watu wengine? Kipindi ambacho yeye yupo yeye ndio mwenyewe alinipeleka Tamta. Na ukakaa miaka mingapi Tamta na yeye ndio Mungu akamchukua? Tamta mimi nilikuwa nafanya kwenda na kurudi. Sikuishi pale. Sababu hapa ni karibu. Wanakwenda na kurudi, nakwenda na kurudi. Na pia hilo lilinifanya kwa sababu na mimi nilikuwa ni mtu miongoni mwa mafanani. Nilikuwa sana napiga madhurufu. Naye sasa. Na nilinipa umaarufu pia nikawa nimeanza kuhudhuria darasa pale Tamta. Ndio. Nakumbuka pia nilikuwa mtunzi pia wa kasida. Ndio. Mara kwa mara kwanza nilitunga kasida inaitwa Ya Rabbi Mola Manani. Ile kasida ulitunga wewe? Mimi hapa. Hebu tupitie kidogo. Kwa wakati ule ilikuwa inasomwa Ya Rabbi Mola Manani, nakuomba tusikia. Ya Rabbi Mola Manani, nakuomba tusikia. Mkinge wetu Rabbani, mkinge wetu Rabbani, mudiri wa Shamsia. Nilitunga hiyo na alhamdulillah Sheikh alipenda sana. Na imekuwa maarufu sana. Kwa maarufu tena nafikiri mpaka hivi leo bado haijachuja. Inatumika sana au badilisha sasa hivi kwa sababu naona watu wengi wanaibadilisha. Wengine kila mmoja anataja mudiri wake, mkinge wetu Rabbani, mudiri wa chuo fulani. Sasa nikaona tuitoe turudishe kwenye uhalisia. Hata kama Sheikh mwenyewe alifariki lakini tunatengeneza badilisha tunasema Mughfirie Rabbani. Murabbi wa Shamsia. Maana sasa hivi yuko mudiri, yeye ndo alikuwa ni murabbi. Wakati Sheikh Muhammad bin Abi Bakar akiwa ni mudiri, yeye alikuwa ni murabbi. Kwa tumebadilisha sasa badala ya mkinge wetu Rabbani ni Mughfirie Rabbani, murabbi wa Shamsia. Sawa sawa. Alafu pia nimepata nafasi za kutia sauti kasida nyingi sana. Na Sheikh Muhammad Idi hawa. Takriban kasida nyingi za Sheikh Muhammad Idi nimetia sauti wewe. Sawa sawa. Za Kiswahili, za Kiarabu, na nini. Kwa hiyo nimekuwa maarufu kwa ajili hiyo. Kwa hiyo kipindi hicho nikija na kurudi ndio napata kusoma pale na kurudi. Mudiri, afwan, Sheikh wa mkoa, tumepata faida moja hapa kwamba ulikuwa ukisoma lakini ukijishughulisha na shughuli za kiuchumi. Na hili limekuwa kwa sasa hivi wanawazuoni wengi wamekuwa na maisha magumu, baadhi yao kwa sababu wamekuwa wakijikita na kusomesha tu na wakaacha hizi kujishughulisha. Unawaambiaje kwa sababu wewe ni mmoja wa watu waliopitia situation hiyo? Mimi ninachowaambia ni kwamba wajifunze kwangu. Kuomba sio kuzuri. Sawa sawa, sahihi. Unashusha nafasi ya mtu, unamdhalilisha mtu. Kweli. Mimi nimejikita mbali na hiyo biashara wakati nasoma. Lakini mpaka sasa hivi sijakaa bure. Sawa sawa. Kipindi cha nyuma alikuwa nalima viazi huko juu huko kuna kuitwa Ngare. Lima viazi. Na kulima viazi pia kwa asilimia kadhaa kulinisaidia kuweza kuendesha shule. Ndio. Kujenga madarasa. Ukimwomba mtu akusaidia, anakusaidia kitu ambacho anaona wewe ulishafanya. Sawa sawa kabisa. Tayari unaweza unacha kwako. Kwa hiyo tukikaa tu kusema tusubiri tusaidiwe, Sheikh tutadhalilika. Kweli. Sasa mbali na shule lakini pia bado mimi nalima hapa Kabuku, nalima mahindi. Na kule Kilimanjaro nalima maharage. Yananiwezesha kuweza
kuishi pamoja na kulea watoto. Mimi na watoto karibia 40 sasa hivi. Wakaya maskini, mayatima, nimeweka darasani. Wanasoma. Na ndio hao wanaona wengine wameshakuja wakuja nao, tumewasafirisha. Haya yote yanafanyika kwa sababu ili mashehe wasiwe dhalili. Mashehe wamekuwa dhalili, wamekuwa tofauti na ule ubeti aliyoutoa Mutanabi. Mutanabi amesemaje? Bil ilmi tarqa sulma al maali. Sasa bil ilmi tarqa sulma al maali wa bil jahli yahwi man kana alia. Unaona? Lakini sasa tumetofautisha. Sasa hivi wale wenye ilmu wamekuwa dhalili, wameporomoka daraja. Na wameporomoka kwa nini? Kwa sababu ya wingi wa kuwa watu wa kutegemea kupewa na kuomba watu nisaidie. Sasa haya yamefikia ile daraja ambayo inapanda kwa kuwa na ilmu, inashuka kwa sababu ya kuoneni. Mtu anakuwa direct. Mwita nisaidie, msana umpuuzi tu. Kwa mimi nawahimiza ndugu zangu na wenzangu tujikite pia katika ujasiriamali. Ndio. Na ujasiriamali wa mwanachuoni mkubwa asiuze mahindi, asiuze karanga, asikae dukani, lakini alime. Kilimo hakimfanyi mtu kudhalilika. Sawa kabisa. Watu walime, mashamba yapo ya kukodisha, ya kununua, ya kufanya nini. Ukaweka watu kusaidia. Hata kama unasema naanza eka moja, kwa mfano ukilima eka moja, ukaotesha mahindi vizuri kwa mpangilio, yani kilimo cha kisasa, ukosipata gunia 22. Sawa. Gunia 18. Eka hii moja. Sasa umejipinda, umelima eka zako 3. Hivi utakuwa na umaskini tena na chakula? Hata kidogo. Utapata chakula. Na baadaye pengine kitakachosalia utauza. Itakusaidia kuweza kuendesha maisha yako mawili matatu. Kwa hiyo nawahimiza ndugu zangu wanaosikiliza katika hii Khairiyat Online TV waige mfano huu ninaowapa. Mimi nina walimu 3, nawalipa wote mishahara. Alhamdulillah. Kidogo si kingi, lakini hawakosi hata 3,300 kila mtu. Alhamdulillah. Nawalipa mwenyewe, si udai kwa mtu. Nimejenga bweni mwenyewe, sijamtegemea mtu. Najenga, namaliza, na pale ninapoona hapa sasa nataka msaada na mambo bwana, hebu saidie bati 5. Na mtu anaona zinapokwenda. Mtu anaona kwamba zinakwenda pale. Nimejenga mabweni vyumba karibia 2, bado naendelea taratibu. Kwa kule nina shule ya mambo ya dania, secular, na huku nina mambo ya madrasa. Kwa hiyo lakini sasa nikikaa kutegemea tu watu watusaidie, nitawalaumu watu bure. Kweli. Kila mtu ana majukumu yake. Kweli kabisa. Kwa hiyo hivyo ndio namna yenyewe. Sheikh wa mkoa, mada yetu ni nzuri sana na tunaona kabisa hii faida watu wanaenda kunufaika nayo. Hii shule hii ya Al-Hijra ulianza mwaka gani na ulianzia kwa daraja gani? Yaani ulifungua kwa mkupuo la kwanza mpaka la 7 au ulianza kidogo kidogo? Mimi sikumbuki mwaka nilioanza. Lakini kwa kutaka kupima tu kwa mtazamaji na wewe unaniuliza, walio graduate pale darasa la 7 sasa hivi wako mwaka wa 4 chuo. Ni mbali. Kwa mfano mimi nina mtoto wangu amegraduate pale, yuko Cyprus chuoni mwaka wa 4. Kwa sasa mtu atapiga mahesabu kutoka mtu ameanza darasa la kwanza mpaka akafika mpaka sasa hivi yuko chuo, ndio umri wa ile shule. Sawa kabisa. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, tumewalea watoto kwenye misingi mizuri sana katika shule. Leo ninavyokuambia hivi, kila mtoto anayetoka pale, asilimia kubwa ya watoto waliotoka pale wanakuwa viongozi wakaenda shule za sekondari. Alhamdulillah. Tena wa kuongoza na kusomesha darasani elimu ya dini. Alhamdulillah. Umeona? Kwa hiyo haya nasema kwa mfano wa mtoto wangu mimi. Wakati mwingine ananipigia simu, anasomesha kitabu labda Safina, anakisomesha, au anafundisha labda mukaddima, anaambia tu kurasa fulani mzee hapa ni vipi, nampa maelekezo, anaendelea kusomesha. Kwa hiyo ndio unaona kwamba ni watoto wamelelewa kwenye malezi mazuri kwenye shule. Sasa kama huku naamini mimi nimefanya vizuri, basi na huku kwenye madrasa nataka nifanye vizuri. Na lengo ifike mahali kwamba watoto tunaowalea pale, tusianze pale Kilimanjaro tuanza kutoka twende siji wapi Kondoa, sisi twende wapi tukatafute walimu.
tunawatoa pale pale kwenye machimbuko yetu. Ndio lengo letu kubwa. Sawa. Naam. Tunaendelea kupata faida na Shekhe wa mkoa wa Kilimanjaro, Shekhe Mlewa Shabani, kwa mazuri ambayo kwamba anatupatia. Shekhe Mlewa, tunaenda ukingoni, lakini kuna hili swali muhimu tuliangazie. Tangia umekuwa Shekhe wa mkoa wa Kilimanjaro, umekwamua kiuchumi vikundi vingapi watu wamenufaika kwa kuwa wewe ni Shekhe wa mkoa wa Kilimanjaro? Tuna vikundi vya kina mama vya Kiislamu, tuna vikundi vya kina baba vya Kiislamu, tuna taasisi mbalimbali za Kiislamu ambazo kwamba zinafanya mambo yao bila kuwa na shubha za riba na mengineyo. Wewe kama Shekhe wa mkoa unajifahari vipi kwamba mimi kwenye mkoa wangu bwana nimefanya mambo haya na haya na haya, na wengine ambao ni viongozi kama mimi wanaweza wakaiga wakapata faida? Pale Kilimanjaro, jambo la kwanza tulilofanya sisi ni kufundisha, kutoa semina za namna watu kujiwezesha kujiendesha. Sawa. Kwa tumetoa semina nyingi za namna ya kuanzisha miradi. Sawa. Na mimi mwenyewe fialian nikaanzisha kwa maana ya kuonyesha kama shamba darasa. Nianza na kufuga. Sawa. Mifugo, alafu na kilimo cha kisasa cha matone. Tulianzisha na kuendesha hizo semina mbalimbali. Lakini jambo la pili, tumeanzisha vikundi. Na vikundi takribani pale sikumbuki ni vingapi, lakini ni vingi. Lakini kiko mama yao ambao ndo kikundi kikubwa cha wakina mama kinaitwa Swafa. Hicho kikundi hicho kinaitwa Ukiki, Umoja wa kina mama wa Kiislamu Kilimanjaro. Sawa. Ukiki. Na kinafanya vizuri, na juzi walikuwa wananiambia wanakwenda kwenye hatua ya kufungua benki yao ndogo. Kwa hiyo wao wameanzisha kikundi cha ambacho kinawafanya kila Jumapili wanakutana. Wakikutana wanapata faida mbili. Faida ya kwanza, wanapata kukutana kwa maana ya darsa, na kuna waalimu pale pale wakina mama ambao wanawasomesha. Wanapata darasa. Lakini jambo la pili, wanaingia kwenye vitu viwili. Kitu cha kwanza vikoba na michango ya kijamii. Sasa hivi kikundi kile kimeshawafadhili watoto yatima wengi kwa kuwasomesha kwa fedha zao. Na wenyewe kuwawezesha baadhi yao kuweza kuendesha biashara zao. Wakina mama wa ujasiriamali hawa na nini wanawawezesha. Hata baadhi ya walimu wanaoharibikiwa, kwa mfano walimu ameunguliwa nyumba, mwalimu ana shida fulani, wengi mimi nimeshawaambia nendeni pale kwenye kundi mtapata msaada pale, na wanawasaidia. Wanauguliwa na nini. Kwa hiyo wanafanya hivyo. Na mbali na hiyo viko vikundi vingine sasa. Kama kuna madrasa yetu mmoja ambayo mudiri wake ndio afisa wetu da'wa wa mkoa. Sawa. Na inaitwa Aizuddin. Ndivyo. Pana kikundi. Sawa. Kwa utakuta kuna vikundi vingi ambavyo vyote tumevidhibiti na tunavifahamu vya kujikwamua kiuchumi. Kwa upande wa vijana bado. Sawa. Kwa upande wa vijana bado, unawajua vijana namna walivyokuwa na mambo mengi. Na ndio tumekusudia mwaka baada ya uchaguzi huu kuweka mkakati maalum sasa wa kuwakwamua vijana. Lakini wao tulikuwa tunaingiza kwenye semina za kujifunza namna ya ujasiri, ya kupata kuingia kwenye ujasiriamali. Wajitegemee, wajiwezeshe kwa mtindo huo. Lakini pia jambo la ziada tulikuwa tunifanya ni kuwahimiza vijana kuingia kwenye bima nafuu. Hizo nimefanya semina nyingi sana. Na mimi nimekuwa balozi wa kuzungumzia habari ya bima kwenye vipindi mara kadhaa, hata vya matangazo TV, radio. Kwa hiyo haya ndio makubwa tunayofanya katika swala haswa la ujasiriamali. Sheikh mkoa kwenye upande wa uchaguzi wa BAKWATA, hivi nafasi ya Sheikh wa mkoa huwa inaguswa kwenye uchaguzi huu? Nafasi ya Sheikh wa mkoa haiguswi. Wala katibu wa mkoa haiguswi. Hawa ni wateule. Wanateuliwa. Katibu wa mkoa ni mteule wa katibu mkuu. Sawa. Lakini kwa ridhaa ya halmashauri kuu, ambaye na mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu. Ndio. Lakini pili, Sheikh wa mkoa anateuliwa na mufti. Sawa. Na kwa jopo linalokaa la baraza la ulama kuangalia yule ana sifa za kuwa Sheikh wa mkoa. Wenyewe wana vigezo vyao, wakati mwingine mnaweza mkaitwa, mkahojiwa na kadhalika. Basi wakijiridhisha wanafanya uteuzi kwamba huyu sasa anaweza kuwa Sheikh wa mkoa. Kwa nafasi hizi, Sheikh wa wilaya pia hachaguliwi. Sheikh wa kata hachaguliwi. Imamu
hachaguliwi. Sawa. Na haya kwa nini imekuwa hivi? Ni kwa sababu hawa ni viongozi wanaokwenda kusimamia maadili, wanaokwenda kusimamia ilmu, wanaokwenda kuwasimamia watu. Sawa. Kwa hiyo tukiwachagua kwa kura, ikatoka kama vile siasa, tutachagua mtu ambaye hana elimu, kwa sababu watu wengi wamemchagua kuwa shehe, basi akawe shehe. Sasa hatutakuwa na mashehe, tutakuwa na wauni tu wamejazana, kwa sababu watu wengi wamewataka, basi watu wao wanawapenda. Kwa hiyo wale wenye uwezo wa kujua yule anafaa, ndio wale wenye mamlaka kusema huyu hapa anafaa kuwa shehe wetu wa mkoa, basi wanamteua. Sawa kabisa. Baada ya uchunguzi wao, wana hizo intelligence zao, wanazijua, wanawaona watu wanafanya hivi, basi wakiridhika, ndio inakuwa namna hiyo. Umekuwa na utaratibu wa kufanya ziara kwenye mkoa wako wa Kilimanjaro kwa muda gani? Kwa mwezi au kwa miezi miwili au kwa mwaka? Mimi kwa kweli pale Kilimanjaro nilikuwa na ratiba, lakini kwa sasa hivi kama sina ratiba. Sawa. Sasa mimi nafumka tu wakati unashtukiza. Mara niko Same, ndio. Mara niko Mwanga, sawa. Mara niko wapi, unaweza kukuta wilaya moja zinaenda hata mara 2 mara 3 kwa mwezi. Sawa. Kwa hivyo hivyo ndivyo nilivyojiwekea utaratibu. Wakati mwingine mimi navamia tu. Sawa. Naweza kaamua leo naenda nikaswali msikiti wa Lawate mjini. Sawa. Leo nakwenda kuswali Same mjini. Ndio. Tena wakati mwingine bila taarifa, kujua nini kinachoendelea pale. Sawa. Kwa hiyo huo ndio utaratibu niliojiwekea. Sawa. Kuelekea kwenye sherehe hizi za hauli ya mzee wetu. Ndio. Sasa tunaenda kukamilisha darasa yetu ama kipindi chetu kwa kuwaeleza watu kwamba yote haya tulioeleza ni kwa sababu ya mzee Sheikh Shabani. Ndio. Malezi yake na kuamua kupeleka madarasa mpaka leo hii. Ndio. Sasa tuwaambie watu na tuwaalike pia kwenye jambo letu, lakini pia tuna nafasi ya kumweleza kwa ufupi kwamba yote haya sababu ni malezi mazuri ya mzee. Kwa hiyo na wazazi wanaolea basi wanaweza wakamwiga Sheikh Shabani. Aliangalia mbele, leo kampata shekhe wa mkoa, na sio shekhe wa mkoa tu, lakini anaishi kwenye ile aya Mwenyezi Mungu, waqadha rabbuka an la ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Sasa huu wema mtoto naye anaufanya kwa kumwombea dua mzazi wake, lakini yote ni malezi mazuri. Hebu waambie kitu wanaotufuatilia. Basi mimi ninawaomba kwanza wahudhurie kwenye tukio hili la shughuli ya mzee wetu, hauli ya mzee wetu, shehe wetu. Sisi ametulea vizuri, na leo mpaka tumekuwa na nafasi hizi kwa sababu ya malezi yake. Ndio. Ametutunza, ametukemea, ametufokea, tumepigwa mpaka tumenyooka, tumekuwa katika sura hii. Na yeye mwenyewe alifanya kazi hiyo, na pia aliwaamini watu. Sisi tulilelewa katika malezi ya kumuona kila aliyemkubwa ni baba. Ndio. Huyu ni baba yako. Mpaka uja kujua kwamba si baba, ni mtu tu, ni hapo tena akili zishapevuka, zishajua. Hayo ndo malezi alilea hapa mjini. Sote kila nyumba unapita unaambia huyu ni baba yako, huyu ni ndugu yako, huyu ni jamaa yako. Huu mji ulipata nuru kwa sababu yake. Umeona Ndivyo. Ama tumemtungia na ubeti. Tumemtungia na ubeti, hadha Shaabanu Kimwaga fakhruna. Kana min raili tulabi sheikhina. Alafu kuna ubeti mwingine unaendelea kule. Tarabba. Unasemaje ule ubeti? Tarabba fi yadi Muhammadin, yani tulikusudia Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Tarabba min yadi Muhammadin. Alafu kuna kitu kinamalizikia hapa, lakini ukipata tumeutengenezea ikiwa na maana ya yani inasema hivi: hadha Shaabanu Kimwaga fakharuna kana mirra tulabi sheikhina tarabba la yadi Muhammad fanajahana wa hamala nura tamta faadhana. Hadha Shaabani, huyu ndio Shaabani Kimwaga. Hadha Shaabanu Kimwaga fakhari yetu. Alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa kwanza wa shekhe wetu. Alilelewa kwenye mikono tarabba min yadi Muhammad. Amelelewa kutoka kwenye mikono ya Shekhe Muhammad, alafu sisi tukafaulu fanajahana. Wa hamala nura tamta faadhaan. Akachukua ile nuru ya tamta
akatuangazia. Sawa kabisa. Tutengenezea na ubeti. Kwa hiyo watu waone, kwa sababu mtu anapokufa huwa haonekani, lakini anabaki kwenye mioyo ya watu. Leo kila utakayemuuliza kuhusu Sheikh Shabani hapa Amboni, atakwambia alinifanyia moja, alinifanyia mbili. Sawa kabisa. Ilikuwa ni kimbilio mpaka kwa wasio Waislamu. Ndivyo. Unaweza kukuta Wakristo wamekuja wamegombana, yeye ndo anawasuluhisha. Kila anekuja na jambo lake, atamueleza mwenyewe, atainama kwa muda mrefu, akiamka ameamka anajibu, na yule bwana anaridhika, anakuna zake. Alhamdulillah. Kwa na bahati kubwa, alikuwa na kabuli, hekima, akikuombea dua, akikushika kichwa tu hivi. Allah hasomi sana kama leo watu wanavyomaliza Yasini karibia 10,000. Ndivyo sasa. Ni kweli. Yeye anaweza kusomea Yasini moja tu akwambia nenda zako. Mimi nina tatizo hili na nini, akwambia nenda kanunue mtama. Sawa. Aleta mtama, ushika na wewe ushika, usomea mpaka wape kuku. Tatizo lako limemalizika. Yaani hivyo ndivyo alikuwa na kabuli, ni mtu Allahu alam. Mpaka sasa hivi sisi ndo tunajua kwamba kumbe alikuwaje wakati ule. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote waone jambo gani tunalofanya juu ya mtu huyu, na sisi tunakuwa tunapata baraka zake tukija kwenye mambo yetu kama haya. Sawa. Nilikuwa naye Sheikh wa mkoa wa Kilimanjaro kuelekea katika dua ya hauli ya baba yake mzazi Sheikh Kimwaga, ambayo itaanza tarehe 4 siku ya Jumamosi na kukamilika tarehe 5 siku ya Jumapili. Ratiba yetu ni kama ifuatavyo: tarehe 4 tutakuwa na samai pamoja na maulidi usiku, lakini pia tutakuwa na mkesha wa dhikri nafikiri baada ya mambo hayo, na siku ya Jumatano asubuhi tutakuwa na visomo mbalimbali vya kumrehemu mzee wetu na mashehe waliotangulia ambao pia ni sababu ya siku hapa. Na saa 10 tutakamilisha na ile hauli yenyewe sasa, pamoja na walima ambao tumeuandaa, sadaka. Kwa hiyo wale wote ambao tunapata taarifa hii ndio tumealikwa. Hili jambo halina mtu maalum. Yote katika Waislamu basi anatakiwa afike. Inshallah tuko pamoja hapa. Ndio. Masheikh wa mkoa kama 5. Sawa. Kama na Sheikh wa mkoa wa Dodoma na yuko hapa, atakuwa labda 6 na mwenyeji watakuwa wa 7. Kutoka Katavi watakuja Mwanza. Simiyu. Kutoka nani hapa nani Singida watakuwepo. Sawa. Kwa hiyo na wageni wengine ambao hawajaondoka tupata mtadei wanasubiri jambo hili, tutakuwa nao. Tunawakaribisha wote. Kwa hiyo ni sherehe, ni jambo kubwa sana. Jambo kubwa. Ulikuwa nami Hassan Makanya, nyuma kamera ni Abubakar Athmani Tandiko. Kachenje Training Institute ndio wanaendelea kutupa nguvu mpaka sasa. Wa ila liqa. Je, unatafuta chuo bora kitakachokupa elimu yenye ubora, maarifa ya vitendo na kukuandaa kwa ajira au kujiajiri? Hii ndio fursa yako. Mkuu wa chuo cha kilimo na mifugo Kachenje Training Institute anawatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na 6 pamoja na vijana wenye shauku ya kujifunza kuwa nafasi za masomo kwa mwaka mpya wa masomo sasa zimefunguliwa rasmi. Kachenje Training Institute ni chuo kinachotoa mafunzo bora katika sekta ya kilimo na mifugo, kuzingatia elimu ya nadharia na vitendo ili kuandaa wanafunzi kuwa wataalamu mahiri na wazalishaji wa kisasa. Chuo kipo mkoa wa Kilimanjaro, wilaya Same, kijiji cha Makanya, kikiwa karibu kabisa na barabara kuu ya mabasi ya Dar es Salaam na Arusha, hivyo ni rahisi kufikika kutoka maeneo mbalimbali nchini. Usikose nafasi hii adhimu ya kujijengea maisha bora kupitia elimu yenye tija. Masomo yataanza rasmi mwezi Septemba, hivyo wahi kujiandikisha mapema kwani nafasi ni chache. Kwa mawasiliano na usajili, wasiliana nasi kupitia email admin@kachenje.ac.tz au 0713331986. Kachenje Training Institute tunawakaribisha kwa maarifa na ujuzi.